Yale yote ambayo yamepangwa tume iyafanyie kazi, yeye kayatolea majibu kwamba maandamano haya yalipangwa kwa madhumuni ya kuipindua serikali. Akaeleza palikuwa na watu wa nje walikuwa wanafadhili, palikuwa na washitiri na watendaji. Watu waligawiwa fedha. Akaeleza nguvu iliyotumika ilikuwa nguvu sahihi au mlitaka mpaka serikali ipinduliwe. Akaeleza yeye amepata 98% au 97.6 ya kura zote, kwa sababu vyama vilivyoshiriki uchaguzi vilikuwa vyama vidogo vidogo. Ndiyo maana hata wale ambao walikuwa wapenzi wa vyama hivyo vikubwa walimpigia kura yeye. Ndio maana kapata 97%, karibu 98%. Sasa kama kayaeleza yote haya, pana tume, unaenda kueleza nini kwenye tume wakati tayari yale yaliyotumwa tume iyafanye, rais mwenyewe katoa majibu bayana? Ndugu zangu, tatizo kubwa tulionalo kama taifa, CCM sio chama cha siasa, ni chama dola. Ni chama dola. Yeyote anayeshika urais ndio anakuwa ameshika chama, anaweza kufanya jambo lolote analolitaka. Na katiba yetu ni bado ile katiba ya 1977 ambayo hata Mwalimu Nyerere alisema kwa katiba hii nikitaka kuwa dikteta na kuwa dikteta. Na kwa katiba hii tulionayo, Mama Samia akitaka kuwa dikteta anakuwa dikteta. Kama anahitaji mtu mwingine ambaye hayumo kwenye serikali aweze kufanya maamuzi ya kiserikali, anaweza akayafanya hayo. Kwa hiyo tusione haya katika hili. Na tuna matatizo, vijana hawana ajira, vijana wanakata tamaa, hali ni ngumu ya maisha, lakini nchi yetu ni tajiri. Kuna mambo ambayo tunaweza kuyafanya kama taifa tukaweza kuvuka. Kwa hiyo nawaomba viongozi muweze kujipanga, msioniane haya, mlielewe hili. Kwa hiyo naomba tulielewe hili, tujenge misingi mizuri ya kuweza kujenga chama chetu, na tujue kabisa CCM hawawezi kutupatia katiba mpya, hawawezi kutupatia tume huru ya uchaguzi, na ndio maana nasisitiza msimamo wa chama wa kupata serikali ya mpito kuweza kuyasimamia hayo, pamoja na matatizo tuliyoyapata,